nichukue nafasi hii kumkaribisha Dr. Eli ili tuweze kuendelea mbele zaidi kwenye Chomoza ya Clouds TV. Lakini kama unavyojua ikifika saa 3 kamili tunakuwa tuna Bible story, na rasmi leo utaweza kuitazama Bible story ya kwanza kabisa kwenye Chomoza. Ila Dr. amesema kitu ambacho tusikipotezee. Muda wake wa leo tulioula tutamlipa. Asante sana. Ndio maana mimi napenda. Yaani wewe ukiwepo unapona. Huyu jamaa saa hizi za dakika 38. Hizi dakika 8 ni za kwake. Aliwahi leo. Sasa. Kwa kama tungeanza na nusu sharp, angetumia vizuri muda wake. Dr. kafurahi hapo sana. Sasa. Yaani huyu jamaa ameshatangulia kwamba huyu saa 3 kata. Lakini mimi kazi yangu ni kucheza na majira. Bible story gani? Dr. Bible story imerudi, unajua. Mvua inaweza ikachukua muda hadi ya kiangazi. Inategemea mvua zilikosekana kiasi gani. Kama safari tumeona. Haya, endelea Dr. Sio shida. Muda wako unazidi kuliwa. Asante, we love you. Mungu. Ndugu mtazamaji, tukusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai. Na tuendelee kujifunza mambo makini uliomakinika. Tumeongelea malezi kwa muda mrefu, na leo kwa ruhusa ya viongozi wangu hapa tumekamilika. Wote wawili wapo. Mmoja ananitetea, mwingine ananipiga vibaya sana. So angalau nimeokolewa, muda wetu tutafidia huko. Hatuangalie. Leo tunaongelea Astral Bridge of Intelligence. Astral Bridge of Intelligence. Tumeongelea malezi, lakini kabla hatujaama nyanja ya uzima, inabidi tuelewe kuna daraja linalofanya kazi ya kuunganisha uzima wetu na uhai wetu. Kwani uzima na uhai wetu link ni moja tu, lakini mwili ambao ni experience au mapito ni nyanja mbili zinazokwenda sambamba. Nyanja ya uhai na mapito ni sawa. Uwezo kawa na mapito bila uhai, lakini uzima hauna haja na fikra, hauna haja na mwili. Uzima uko separated, lakini uzima wetu ndio unao transfer data, information, kuleta energy ya kuendesha uhai wetu. Naomba usikivu makini. Tunaongelea Astral Bridge of Intelligence, kwani daraja hilo ndilo linalofanya kazi kuleta link kati ya akili isiyofikika na akili inayofikika. Kwa lugha nyepesi, subconscious na conscious mind. Element zote hizo zinafanya kazi kwa uwiano na mkuu anaeleweka. Watu wengi hatuna ndoto, tunashawishika na watu. Vishawishi ni vingi sasa hivi. You gotta have a dream. Inabidi uwe na dream. Martin Luther King Jr. alisema I have a dream, kwamba white people na black people wana sit together kama ndugu, wanafanya kazi together. Alifariki, dream haijatimia, lakini ilitimia. Dream yake ilikuwa real, kwani ilikuwa na link na akili yake inayofikika. Dream yake ilikuwa true. Leo watu wengi tunaongelea kuwa na dream. Sio jambo ambalo ni rahisi. Dream sio ubunifu wako kubunia ndoto. Yusufu hakubuni kwamba yeye atatawala wenzake, lakini link ilikuwa na uchanya kati ya akili yake isiyofikika na akili yake inayofikika. Link ilikuwa na uchanya, na leo tunapata siri hiyo. Ukienda shule, akili yako itakuwa sawa. Tunaongelea daraja la akili, daraja la mwanga wa akili. Nadhani topic hii inaweza kawa complex, lakini daraja la mwanga wa akili. Akili ni mwanga, na tunaposema astro ni star. Starlight, astro light. Kila mmoja wetu ni star. Yohana 1:3 ina amplify vyema kwamba sisi ni nuru
ya ulimwengu. Yeah, uhai wetu, uzima wetu ni nuru, sio wa ulimwengu tu, ni nuru. Kwa kuwa sisi ni nuru, inabidi tuangaze. Ndio maana ukikuta dini zozote zile inarejea kwa nyota. Ukristo ni mwezi, lakini hawaweki ishara ya mwezi. Kanisa ni la kike, katika nyota jua. Kanisa ni mwezi. Kwa Waislamu kuna mwezi na nyota. Kwa Buddhism kuna wisdom. Wisdom ni la kike, la kike inakuwa linked na star. Tuko tunakwenda sambamba hapo. Yesu ni morning star. Si tuko tunakwenda sawa. Sasa tunapoongelea nuru, inabidi tuelewe kwamba mambo mengi yako classified, sisi hatufunguki. Ndio maana hata kiakili tuko nyuma. Ushajiuliza swali, kwa nini sisi Afrika tunaonekana tuko nyuma, lakini bara letu la kale, mali yote ya dunia kwa asilimia kubwa iko kwetu? Kwa sababu tumewekewa mipaka ya kufikiria. Akili yetu inazuiliwa mipaka, tunakuwa na lunacy, tunakuwa na fanaticism, na jambo ambalo umeishashikilia hutaki kuachia. Una uhuru wa kuvuka pande zote mbili. Na leo, ndugu mtazamaji, tutaliongelea kwa ufupi. One, tumeishataja agano lenyewe, lakini sasa hivi mturuhusu tufunguke katika mwanga huo ambao ni daraja la mwanga wa akili. Ni upinde wa mvua. Daraja la mwanga wa akili ni upinde wa mvua ambapo pana rangi zote zinazoashiria maisha halisia, kwa sababu ukiangalia upinde ni kuanzia horizon kwenda horizon. Mlalo ule, yani huku na huku, uwezo kasoma mwisho. Utauona, lakini uwezo kasoma mwisho. Yani infinity ya mtu mwenye akili iliyofunguka. Iwe shule itakuwa easy, business, uongozi, maisha yatakuwa easy, ndoa haitakuwa na migogoro na shida, ukiwa katika unavuka vyema, unatumia daraja. Conflict nyingi tunazoongelea leo, na mahusiano, uasi, uhasama, ndoa kufelishwa, watu tunakuwa tunahangaika sana, ni kwa sababu hakuna daraja. Mara nyingi tunatumia miti, unatumia kimti cha kukufikisha pale, na unavuka sehemu ndogo ndogo, uvuki kabisa. Daraja lililounganisha Kigamboni na upande huo ni njia ya kurahisisha transaction kwa kasi mno. Wazungu ukienda kwao, interchanges, vitu vingi wanatengeneza madaraja, yani ili urahisishe mtu afike, ufikaji uwepo na unafuu. Akili ya mwanadamu, akili yetu ni daraja, lakini akili hiyo inabidi iwe na mwanga. Tofauti kati ya watu wawili ni akili. Kama tulivyo hapo, mnajua tumevaa sawa, tumevaa juu, tumevaa suruali na viatu. Rangi inaweza kaa tofauti, jina tofauti, lakini tumevaa suruali, nguo la juu na viatu. You see? Lakini tofauti kati ya watu sio kipato, kwani mtu anaweza kawa na kipato leo, kesho hana. Mtu anaweza kawa na promotion leo, kesho hana. Ndugu mtazamaji, mkao uliokaa labda ya uongozi, jua ya kwamba baada ya muda hautakuwa pale. Everything on earth is temporary, kasoro akili yako. Ndio maana mtu ukiwa kiongozi unakumbukwa kwa sera. Ulifanya nini? Mpango wako ulikuwa nini? Samani ya nchi ni katiba, kwa sababu watu wanapita, katiba na control tu. Akili ya mtu ndio point of excellence kwa mtu. Akili yake ndio sehemu yake ya tofauti
na mafanikio. Daraja hilo ni mwanga mtupu. Pakiwepo na giza, una tofauti na kichaa katika uhalisi wa maisha. Did you know kwamba vichaa tuko wengi, vichaa kamili wako wachache? Wangepima ukichaa wenyewe kabisa, tungepelekwa wote Muhimbili. Na wangetuweka wapi? Tungewekwa wapi? Kwa sababu kichaa ni yule ambaye anapoteza mustakabali. Ndugu mtazamaji, tuwe honest, wangapi kati yetu hatuna mustakabali? Daraja la akili linapitia rangi hizo 7 za upinde wa mvua, lakini kwa format tofauti na tulivyoongea jana katika malezi. Rangi hizo ziko educational na rangi hizo ziko supportive of life. Ili uwe na maisha yaliyo na ubora, inabidi linki iwepo kati ya wewe na uhai wako, sio kwa ajili ya survival, bali kwa ajili ya communication. Kwa sababu kwa mfano thanatophobia woga wa kifo. Hiyo hali inatawala mtu asipoelewa kwamba yeye ni milele. Mtu akiwa na de-identify na mwili wake, ni rahisi kuogopa kifo. Na ukiwa unaogopa kifo, unapoteza nafasi ya kuenjoy life to the maximum. Okay. You see that? Okay. Kwa hiyo watu wengi tunafeli kuishi, kwani hakuna link nzuri kati ya sisi na uhai wetu. Hakuna anayefikiria kupumua. Tuna sense movement ya pumzi, lakini hatufikirii kupumua na hatujui pumzi. Ni bayana kwamba hatujijui. Leo watu wengi wanakuwa easily brainwashed. Mashabiki wa dini fulani, kiongozi fulani wa dini, mtu fulani, Dr. Eli, ushabiki ule unakwenda kwa sababu mtu brain yake haishikilii chochote cha maana. Inagiza. Inagiza nene. Hakuna daraja la kuunganisha yeye na uhai wake. Kwa lugha nyepesi, yeye na dhamiri yake, yeye na mind yake. Kwani fikra yako sio wewe. Chochote ambacho ni cha kwako sio wewe. Ukisema my body, that's not you. My car, that's not you. Kwa kuna wewe. Yeah, kuna wewe mwenye gari langu, ina maana gari sio wewe. Mwili wangu, ina maana mwili sio wewe. Mkono wangu, mkono sio wewe, ni wa kwako. Wewe unayesema mkono wa kwako uko wapi na ukoje? Ndiko tunakoelekea. Daraja hili la akili ndilo linazotengeneza uwakilishi. Ndugu mtazamaji, Kiswahili ni lugha nyeti duniani. Ningaliomba sisi tunaongea Kiswahili tupromote lugha hii. Wahenga, waasisi wa lugha ya Kiswahili walikuwa inspired. Neno akili ni sawa na wakili. Akili ni wakili kifikra. Akili yako ni wakili wako kifikra. Ukiona mtu anaongea ovyo ovyo, unasema hana akili. Ina maana uwakili ule hauendi sawa, hawakilishwi ipasavyo. Tunavyoongea hapa tunatumia akili. Tungekuja hapa tunataka kupiga story ya vurugu ovyo ovyo, kelele, akili yetu itakuwa questioned. Akili ni wakili kifikra, mtu anayeweza kukuongelea, kukuwakilisha kama mahakamani vile, advocate. Yaani fikra, wakili wake ni akili. Sasa intelligence. Tuna confusion kubwa kati ya intelligence na intellect. Intellect ni elimu ya shule, ni kisomo. Lakini intelligence ndio akili. Hapa ndugu mtazamaji, tunaongelea daraja la mwanga wa akili, sio wa kisomo. Intelligence. Intelligence
Daraja hilo linatengeneza utayari wa kuvuka pande zote mbili. Daraja hilo likaondoa mipaka pale Mungu alikuwa anafungua sayansi. Kumbuka Nuhu alitumia safina isiyokuwa hata na machine na engine. Lakini baada ya hapo sayansi inaanza kuevolve. Mtu alianza kwenda tofauti. Mungu alivunja mipaka na akasema hakuna kitakacho kuzuia tena. Utasonga mbele. Mtu akasonga mbele, mipaka ikavunjwa hadi akaruhusiwa kula nyama. Unajua ilikuwa baada ya flood. Baada ya mafuriko yale gharika. Ndio Mungu alikuja kumruhusu mtu ale nyama. You see, so mipaka mingi Mungu aliweka akavunja, akaachia sasa mtu aendelee na intelligibility hiyo. Watu walidevelop science, ilikuwa inakuwa kwa kasi. Leo watu tunaendeleza science, lakini waasisi haswa sio kizazi hichi. Teknolojia watu walioanzisha haswa sasa hivi tuna flat screen, lakini waliotengeneza mfumo format ya TV itafanyaje kazi, operating system yake itakuwa vipi, ni watu wa kale. Sasa hivi sisi tunatengeneza smart work, lakini walioanzisha waasisi haswa ni watu wa kale. Technology, science yenyewe inapata asili yake wapi? Kwenye nature. Na nature baada ya gharika, agano na mbingu ni upinde wa mvua. Ukisoma upinde ule vizuri, unapata picha kamili kati ya visivyo vya mwili na vya mwili, badala ya kwenda kupiga tu kelele. Unajua mara nyingi tunaongelea vitu ambavyo hatuvijui, na mtu mwingine unaongelea personal experience ya kwako, unafikiri mtu mwingine ata experience hivi. Ukiona mtu anasema Mungu kweli ni roho, Mungu amenitokea usiku, amekutokea wewe, sio mimi. Nimeonyeshwa kwamba nilikuwa ni wewe, sio mimi. Jimmy Samsasari, Dr. Elias Patolio, kila mmoja wetu ukiota ndoto ni ndoto ya kwako. Ukiona tuambia ndoto, inabidi tuwe na mashaka kidogo, kwa sababu hatujaota pamoja nao. Anayeweza kujua ndoto ni yule aliyeota. Ndio maana wakina Petro walipokatazwa kufundisha jina la Yesu, Matendo ya Mitume sura ya 4, waliwaambia watu, sisi tumemuona amefufuka na tumeona kapaa kwenda mbinguni. Je, tuwatii nini au tumtii Mungu? Ina maana walikuwa tayari kuwekwa hata jela kwa sababu walishuhudia wenyewe kwa macho yao. Lakini leo hatuko hivyo. Tunatetea vitu ambavyo hatuelewi, hatuvijui, hatujaviona, hatujavishuhudia. Unaviteteaje? Biblia inaposema, unajua tatizo kubwa tunaopata ni pale Yohana 8:32. Nani mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Kweli gani? Kweli wewe. Sio kweli Mungu, kwa sababu Mungu yuko revealed. Kweli wewe. Ina maana ukijifahamu unakuwa huru. Uhuru ni wakati tunajifahamu. Watu wengi hatujifahamu. Tunakumbuka majina wazazi walitupatia na umri waliotuambia. Ukimwambia mtu tell us a little bit about yourself, ataanza kusema my name, age, school experience zake, basi. Lakini sio yeye. Anaongelea experience yake, anatumia explicit memory. Implicit memory uwezo kaeleza mtu harufu ikoje. Nasikia harufu ya kitu fulani, yeye naye asikie harufu kivyake. Kila mmoja na tafsiri kivyake. Ndugu mtazamaji, katika daraja hilo la akili tunakwenda kuvuka kutokea A kwenda B na kuondoa mipaka ya kuishi, ya kureason, mipaka ya kuexperience, mipaka ya kuexplore. Maisha ni adventure hapa dunia hii. Uwezo ka explore adventure hiyo deeply ukiwa na mipaka ya akili. Daraja hilo nakuja kufuta. Ndio maana daraja hilo ni horizon yenyewe, ni mlalo. Rangi zake zina maana.
ila zinabebwa. Ukifuata sequence hiyo vizuri, utawala wako unadumishwa na uwiano kati ya wewe na fikra yako ni sambamba. Mwili wako ni subject, utakwenda kwa usahihi na wewe mwenyewe utashuhudia mafanikio. Na mimi naangalia huku. No, never mind. Na mimi naangalia baada dakika ngapi hapo? 10. 10? Yes. Are you sure just 10 minutes? Yes. Hey. It's 20 now. It's 20. Please, tusipotee, ni serious darajani hapo. Tuko darajani hapo. And you jamaa, my brother. Yaani wewe inabidi uwepo tu. Angenipiga leo. Angenikomesha nipiga. Tuko darajani hapo. Ndugu mtazamaji, rangi hizi ziko sustained. Wiki iliyopita na brother Sam atukuongelea sustainability. Tulisema tu, tuliconnote to fact. Tulisema rangi ya kwanza ni red. Na daraja hiyo ni daraja la utayari. Neno readiness linatokana na neno na verb read. Readiness. Read, yes. I read a book. You see, readiness ni read. Kwa Kiswahili, utayari ni kusoma. Okay. Sio kusoma maandishi. Kusoma kwa maana ya kuperceive, perception. Tuko pamoja? Uelewa. Utayari ni uhuru katika sekta ya uelewa. Utayari yanavunja mipaka ya uelewa, ndio maana ya utayari. Utayari sio alert, kama watu wengi tunafikiri ukiwa tayari uko katika high alert, uko makini ya kupitiliza, yani unakuwa macho wakati wote. Utayari sio huo. Utayari ni ile hali ya kujiachia uhuru wa kusoma, wa kuelewa. Wanaokosea, wanaofanya sawa, wote kwako wewe unaona uko tayari kuwapokea. Kinachomfanya Mungu awe tofauti na sisi ni utayari wake. Ana ubaguzi, anawapokea watu tunaoita washerati, wazinzi, watu wa zinaa, washirikina, watu ambao tunaona tunawatenga hadi shetani mwenyewe. Mungu anampokea kwenye kikao cha serikali ya mbinguni. Unaona? Yaani tofauti kati yetu, umungu wetu tuliupoteza kwa kuweka mipaka, tunapoteza utayari. Mungu si anapokea watu wote. Ayubu alisema kwenye kikao hicho na shetani alikuwepo. Mungu hajamtenga. Lakini sisi leo tunajifanya kwamba tunamzidi Mungu akili. Kumbe tunazidi kujipumbaza na shetani anatutawala. Unajua kwamba ukiwa unaongea, ninavyoongea hapa, sifikirii sana mimi kama mimi. Nimefunguka tu. Ndio maana sina breaks. Sina vituo vingi. Sina daftari, sina karatasi. Kwa sababu ningeleta karatasi na daftari hapa, ningekuwa nafikiria pia mimi. Hata masomo tungekuwa tunaona muda hauendi. Did you know ukiwa na furaha siku inaenda haraka? Ukiwa na shida siku haiendi. Siku ndefu sana. Siku ndefu sana. Ndefu mno kwa sababu unatumia logic. Lakini ukiwa exuberant, ukiwa happy, siku naisha. Ukiwa na mtu unayempenda, muda unaisha. Okay. Si kwa sababu muda haupo huko kwenye sekta hiyo. So turudi hapo, tukisema utayari ndio unatutofautisha na Mungu. Mungu anatupokea sote wema na mabaya. Makanisani, misikitini, masinagogi huko tunafukuzwa na kutengwa. Watumishi wa Mungu tujifunze asili hiyo ya utayari. Katika utayari pia, yule mzinzi alipoletwa kwa Yesu, Yesu akumfukuza yeye. Watu wenyewe waliondoka, akasema na mimi sikuhukumu, nenda usitende dhambi tena. Tunajifunza hapo jambo. Katika agano hilo ambalo ni daraja lenyewe la mwanga wa akili, kuna rangi nyekundu imetawala kwa hatua ya kwanza. Ina maana sisi inabidi tuwe na utayari kwa sadaka. Na Mtume Paulo alikuja kusisitiza, anasema msiwe na utayari kwa sadaka tu, muwe tayari kuwa sadaka.
rangi yetu ni nyekundu. Rangi yetu ni nyekundu. Tuko rangi nyekundu tangia tuwe tuna develop tumboni mwa mama. Ukitoka mapema ni damu. Rangi nyekundu sio rangi ya furaha tu, rangi ya mapenzi, ya burudani, ni sacrifice. Ndio maana mapenzi ni maumivu. Mapenzi ni maumivu. Uwezo kaishi vyema katika mapenzi bila maumivu. Ndugu mtazamaji, ili ufunguke katika akili, daraja lijengeke. Hapa tunaleta mbao zinazotandazwa pale ili daraja lipitike. Nambari 1, mti wa kwanza ni nuru ya kwanza, ni nuru ya utayari kwa sadaka. Sasa sadaka inakuwa na maumivu. Takuwaje na utayari na sadaka? Basi tuseme tunajitoa mwanga. Inabidi ufuatishe rangi inayofuata ili ubebe maumivu. Rangi ya machungwa. Mtu yeyote ambaye yuko na utayari katika mateso, ana utayari katika shida, anakwenda na furaha. Mtu anajua, ukijua malipo utafanya kazi, utakuwa exuberant. Furaha, unaburudika tu. Wakwambia utalipwa hapa milioni 100 kwa kazi unaofanya, yaani utaanza kutabasamu mwanzo mwisho, kwa sababu umeshajua mshahara upo. Yesu alijua matokeo ya kifo chake. Hajasema kwamba maumivu yamezidi ndugu, mbona nanitesa sana, na hajalalamika msalabani hata kwamba anasikitika kwa nini wananitesa namna hiyo. Alisema wasamee Baba, wajua walitendalo, kwa sababu yeye alikuwa anaona aftermath, mwisho wa sini hii itakuwaje. Kuna tofauti kati ya mtu anayeangalia movie ambayo ishaona na movie unaoangalia leo tu. Kuna tofauti kati ya mtu anayetazama movie ambayo kashaiona na movie ambayo hajaiona. Anajua kabisa story itanyuka baadaye. Yani excitement iko tofauti. Kwa sababu unajua mwisho wake. You see, ndugu mtazamaji, ili ubebe maumivu yako unahitaji furaha. Orange color. Machungwa. Hakuna machungwa bila machungwa. Hakuna machungwa bila machungwa. 2 minutes. Nakubali tu, lakini saa hii nakubali 2 minutes. Sawa. Yani ndio hakuna machungwa bila machungwa. Hakuna machungwa bila machungwa. Ndio machungwa haya. Na sisi tuna machungwa kwa sababu machungwa yalipo. Ndugu mtazamaji, shida zako ni shahada ya shangwe. Ukiona moto, jua kwamba kuna hewa. Moto ukizidi, aidha sio hewa tena, ni upepo unaozidia moto, na ukubwa wa moto ukiwa sawa na upepo, moto unaenea. Furaha yako ndio inayokuwezesha ubebe machungu yako. Shida unazopitia, jifunze kupiga picha wakati wote, naishia wapi. Na upige picha ya kuelewa furaha yako itajengeka na kuwa sustained. Kifupi, kwa dakika hizi tulizopewa na referee, tusisitize tu kusema, nakupa dakika moja na bakiza dakika moja. Tubaki hapa tunakumbuka. Tutaendeleza wiki ijayo tumalizie rangi hizo zinavyokuwa sustained. Rangi ya machungwa inakusaidia ubebe rangi nyekundu. Furaha yako isiingiliwi na isiingilike. Mwenye akili, jambo la kwanza analolifanya asubuhi ni kutabasamu bila sababu. Kabla hujasali, kabla hujafanya chochote, develop tabia hiyo. Wiki moja tu utasikia maumivu yako yamepoozwa. Yeah. Unapoamka, cha kwanza kabla hujasali, kabla hujakwenda kanisani, msikitini, hujaenda kwa Mungu, pige goti, sema Bwana Mungu, cha kwanza smile. Wow. For no reason. And if you can, nenda kwenye kioo, smile. Shida zako zote usiziache. Shida zako ni sehemu ya maisha yako. Utatambulika hapo. Usizarau shida zako, ni muhimu mno. Ni taji. Ni shahada yako. Ni shahada ya shangwe. Ni shahada.
So usipambane kama inavyofundishwa leo, shida zako zitapita. Ndugu, tunahitaji shida. Yesu alihitaji shida. Tuache kuambia watu shida zako zinaisha sasa hivi. Mungu anamaliza shida zako. Kazi ya Mungu sio kumaliza shida zetu. Kazi ya Mungu ni kuhakikisha shida zetu ni dhahiri na ushindi wetu ni kamilifu. Israeli asingepita bahari ya Shamu, leo historia yangu ilikuwa minimal. So tukatishe hapo ili uwe na dakika moja tu ya swali. Ninapata tabu sana dokta, kwa maelezo yako kuona kwamba kuna asilimia kubwa ya watu wanaojifahamu, yaani kuna link kati ya yeye na uhai wake. Yaani naona hii link imechelewa sana kuja, kwa sababu kama tukipima, ndio maana wakati tunazungumza kama nikifanya umefanya jambo, ukienda sehemu ambayo una utulivu ukapata ule umakini, yule wewe sasa anaanza kucommunicate. Umefanya jambo gani? Umefanya jambo la aibu, ungelizungumza kweli ni mimi kweli nimefanya mambo au sio mimi? Hii linki inaonekana imekufa, yani ishakuwa na kutu, sio kama tu ina giza na ina miba ndani yake. Unadhani kwa kutuelezea hivi itatusaidia kwa miaka michache iliyobakia ya watu wengine kwenye uhai wao, kwamba anapata mwanga wa akili katika umri wa kustaafu? Yaani ndio naona sasa Dr. Elisa angekuja mimi nikiwa kijana kabisa, kuna possibility huyu mtu kusaidika kwa siku chache zilizobakia hizi. Thank you. 1 minute. Bwana hata hii inakuwa mkali hapa. Yeah, thank you. Hapo na ukubalia. Leo referee yuko sawa. So ndugu mtazamaji, better late than never. Ukiapply ulichojifunza leo na sasa, utaamka na kufanikiwa leo na sasa. It's never too late. Hapa tunafanya campaign, tuendelee hivyo hivyo. Mambo ambayo watu hatukujua, tukiyajua tutatenda tofauti. Hatukujua tutakuwa na phone za namna hii. Leo tunazo. Waliotengeneza ya kwanza walifikiri ndio mwisho. So it's never too late. Tunavyofundisha hivi, kutu zile zote zitatoka na watu wataamka. Ndugu mtazamaji, furaha yako ndio uwezo pekee ulio nao kubeba shida zako. Na ndio maana mtoto wa maskini anakwenda kusoma kwa uchungu, lakini anajua asiposoma atapata ajira, asiposoma atafanikiwa kimaisha kwa intellect, na anajidhatiti kwenda shule. Ndio wanaotabasamu bila hata chakula wakati wa recreation, anatabasamu na akili yake inaangaza. So tunza furaha yako, usiingiliwe na chochote. Tabasamu bila sababu every morning, na kabla ya kulala usilale bila kutabasamu. Hakikisha hilo. Baada ya wiki utasahau shida zilizokutesa kwa miaka mingi, kwani matatizo yapo na yasipokuwepo tumekufa. Maisha joto, joto changamoto, changamoto joto. Ukipooza umekufa. Tunahitaji joto lile. Carbon ndani mwetu ndio proof of life. Tumefika mwisho kwa leo. Tuwapenda daima. Bwana Mungu awabariki. Mungu abariki Tanzania na uongozi wetu. Mungu abariki Clouds Media Family. Mungu abariki Chomoza na viongozi wetu Brother Jimmy and Sam. Na tuwapenda daima. See you next week, God willing. Thank you. Unataka kusema nini mzee? Kwa kama ulikuwa na kitu sema. Hapana. Sema. Nafsi yangu inazungumza. Nafsi yako inazungumza. Okay. Baada ya kusema haya, najua utakuwa unatamani kujifunza tena ili somo. Naomba nikupe njia rahisi. Ingia YouTube, tafuta Chomoza TV. Na kichwa cha habari nitakiandika leo kipya kabisa. Daraja la mwanga wa akili. Intelligence app. Nitakuandikia YouTube Chomoza TV. Subscribe hapo, alafu somo hili utalipata kwa uzuri. Lakini kwa sasa twende kwenye Bible story.